Jumla yao wapatao wahitimu 395 wakiwemo wasichana 213 na wavulana 182. Ndugu mgeni rasmi, kuna baadhi ya wahitimu ambao kwa sababu moja au nyingine hawakuweza kufanikiwa mahafali hii leo. Kufanikisha sherehe hizi za mahafali ni alama kubwa kwa ajili ya kuendeleza umoja wa jamii nzima shule hii, pamoja na bodi ya shule, wazazi, walimu, wanafunzi na wadau wote wa elimu ya shule yetu. Shule yetu imeelekeza bidii kubwa katika michezo mbalimbali kama vile mpira wa pete, mpira wa meza, riadha na mpira wa miguu, mpira wa kikapu ambao ni basketball pamoja na American football, kabadi na rugby. Shule yetu mwaka 2025 imepata ubingwa wa basketball mkoa wa Dar es Salaam kwa wasichana chini ya miaka 14. Shule yetu imewakilisha Tanzania katika mashindano ya shule za Afrika Mashariki katika mchezo wa basketball kwa wasichana na wavulana nchini Kenya mwaka 2025. Mwaka 2025 wanafunzi Najiba Kanji kidato cha 4 aliwakilisha nchi ya Tanzania nchini Rwanda katika mafunzo maalum ya basketball ya vijana wa Afrika. Pia wanafunzi wetu 10 pamoja na walimu watatu wamewakilisha mkoa katika mashindano ya UMISETA taifa mkoani Iringa mwaka 2025. Wanafunzi Yusuf Kasim kidato cha 4 alikuwa kocha wa michezo ya basketball katika mashindano ya UMISETA ngazi ya taifa mkoa wa Iringa mwaka 2025. Takwimu za kitaaluma kwa miaka mitatu mfululizo. Kidato cha 6 mwaka 2023 waliosajiliwa NECTA walikuwa 216, waliopata daraja A walikuwa 65, daraja la pili walikuwa 118, daraja la tatu 32, daraja la 4 1 na daraja 0 halikuwepo, hivyo kufanya ufaulu wa 100%. Mwaka 2024 waliosajiliwa walikuwa 270, daraja la kwanza walikuwa 96, daraja la pili walikuwa 148, daraja la tatu walikuwa 25 na daraja la 4 alikuwa 1. Daraja 0 hakukuwa na mwanafunzi na hivyo kufanya ufaulu wa 100%. Mwaka 2025 waliosajiliwa walikuwa 340, daraja la kwanza walikuwa 52, daraja la pili walikuwa 185, daraja la tatu walikuwa 100 na daraja la 4 wanafunzi watatu. Daraja 0 haikuwepo na kufanya ufaulu wa 100%. Ndugu mgeni rasmi, wahitimu hawa kidato cha 6 2026 kwenye mtihani wa moko mkoa waliweza kupata daraja la kwanza wanafunzi 258, daraja la pili wanafunzi 107, daraja la tatu wanafunzi 8 tu, daraja la 4 mwanafunzi 1 na hakukuwa na daraja 0. Wahitimu hawa ahadi yao kwetu ni kuondoa kabisa daraja la tatu na daraja la 4 pamoja na 0. Changamoto mbalimbali. Shule yetu ina mapungufu kama ifuatavyo. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ina changamoto ya photocopy machine, hivyo kupelekea ugumu wa uburuzaji wa mitihani. Ili kuepukana na changamoto hiyo, tunaomba tusaidie kupata mashine ambayo ni heavy ili kuweza kutoa mitihani ya mara kwa mara. Pia kuna changamoto ya vitendea kazi katika ofisi za walimu kama vile kompyuta, viti na meza. Walimu pia wanatumia madarasa kama ofisi. Pia idadi kubwa ya wanafunzi madarasani inayoathiri ujifunzaji wao. Changamoto nyingine kukosekana kwa uzio kuzunguka eneo la shule ambapo husababisha wanafunzi kutoroka shuleni. Pia kuna upungufu mkubwa wa viti na meza kwa wanafunzi. Shule haina ukumbi kwa maana ya bwalo kwa ajili ya kufanyia mitihani, hivyo kusababisha usumbufu mkubwa kwa wanafunzi kipindi cha mitihani, hasa wakati wa mvua. Shule haina mabweni ya wasichana na ya wavulana ambayo tunaamini yakipatikana yatasaidia kuongeza ufaulu wa shule yetu. Shule pia ina upungufu wa vyoo vya walimu ambapo kwa sasa ina vyoo viwili tu. Shule imekuwa ikifanya vizuri katika michezo mbalimbali, lakini haina viwanja vizuri vya michezo kwa ajili ya kufanyia mazoezi, hasa mpira wa pete, basketball na volleyball. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mipango hiyo iliyoweka chini ya uongozi wa shule yetu, tumeweza kufanikiwa katika vipengele mbalimbali kama ifuatavyo. Moja, kuongezeka kwa ufaulu mwaka hadi mwaka kama takwimu za shule zinavyoonyesha, hususan kwa tunaomaliza kidato cha 6 mwaka huu 2026. Pia kwenye matokeo ya mtihani wa moko mkoa tumefanikiwa kushika nafasi ya 4 katika shule ya serikali Tanzania. Pia katika wanafunzi 395 waliofanikiwa kufanya mtihani huo wa moko mkoa, waliopata daraja la kwanza ni wanafunzi 258, waliopata daraja la pili ni wanafunzi 107, waliopata daraja la tatu ni wanafunzi 8 na daraja la 4 akiwa mwanafunzi 1, lakini daraja la mwisho hakukuwa na mwanafunzi yoyote.
Mafanikio yote haya ya kufanya vizuri katika taaluma yamechangiwa na mikakati iliyowekwa na uongozi wa shule, walimu na jitihada za kila mwanafunzi, lakini pia kwa kufanya mitihani mbalimbali mara kwa mara kama mitihani ya joint na champion exams. Pia mpango wa masomo ambao ni remedial programs imechangia pia kwa kiasi kikubwa katika kuleta mafanikio haya. Vile vile tumeweza kuboresha mazingira ya shule kwa kuyapendezesha na kupanda miti na maua mbalimbali hapa shuleni kwetu kama inavyoonekana. Pia vile vile tumefanikiwa kuweka maji katika vyoo vyote vya kidato cha 5 na cha 6 na nje ya madarasa yao. Pia tumefanikiwa kuanzisha career guidance ambayo hii imesaidia wanafunzi kuandaa talanta zao, uwezo wao katika maeneo mbalimbali, ambayo inawapa nafasi ya kuchagua mwelekeo wa masomo na kazi inayowafaa baada ya masomo, na kusomwa na rais wa shule Mdhamini Seif Issa pamoja na katibu mkuu wa serikali ya wanafunzi Rajabu Fadhili. Naomba sana tukachunge tabia zetu. Dunia huko nje sio lele mama, kwamba tuzingatie tuliojifunza darasani, tuzingatie waliotuambia walimu, naye mkuu wa shule aliyotufundisha mara kwa mara, na ya wazazi wetu tuyaweke kichwani ili tuweze kuishi kama inavyostahili. Ndugu zangu wazazi, ninaelewa kwamba sasa mpira unarudi kwa kipa. Jukumu tulionalo ni kubwa la kuhakikisha watoto hawa walivyolelewa na walimu basi wanarudi na kuwa mfano bora wa kuigwa huko majumbani kwetu. Katika risala zote mbili nimezisikiliza, na nikuhakikishie katika yale uliyoyaomba, na leo niahidi kwamba shule yetu ina wanafunzi 5100. Mkuu wa shule pamoja na mkurugenzi na mkuu wa wilaya, mimi niliomba kwamba kwa idadi ya wanafunzi hii tunaomba shule ya ghorofa, na mkuu wa wilaya amenituma niwaeleze walimu na wazazi na wanafunzi wanaobaki kwamba tunakwenda kutekeleza ahadi hiyo na tutapata shule ya ghorofa Juhudi Sekondari. Ndugu zangu wazazi, hizi ni jitihada kubwa sana za kutekeleza ilani, lakini pamoja na kutekeleza kazi za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Huyu mama anatupendelea sana Gongo la Mboto. Ukiachana na kazi kubwa anaendelea kuifanya kwenye elimu bure na vitu vingine, bado anaendelea kututimizia hoja za walimu wetu pamoja na kujenga vyuo na shule mbalimbali pamoja na kuboresha. Nichukue nafasi hii mbele ya hadhira hii kukupongeza kwa dhati sana, na kupongeza wewe na walimu wako kwa matokeo mazuri na makubwa mnayoendelea kuyaleta Gongo la Mboto. Nikisema hivyo inaweza ikawa mimi kama ndio najinasibu. Ni kweli najinasibu na navutiwa sana na matokeo ya Juhudi Sekondari. Hii ikawe chachu kwa walimu wangu wengine wakuu wa shule, Juhudi Jeshini, Ulongoni B na shule nyingine za msingi ambazo mimi naendelea kuzilea. Tumeambiwa hapa mtihani wa moko juzi tu hapa Division 1 zilikuwa 258, Division 2 zilikuwa 107, Division 3 zilikuwa 8. Niwaombe sana watoto wangu mnaohitimu mkaniletee Division 1 zote. Na mimi niahidi hapa, mkuu wa shule, tutakapopata matokeo hayo, mimi mwenyewe binafsi nitajitolea kuwapa zawadi wanafunzi wangu. Kwa hiyo niwaombe watoto wangu, naomba mkanipe heshima, mkaipe heshima Juhudi Secondary School. Kuna ombi moja la photocopy heavy duty machine. Hiyo nitalitimiza mimi mwenyewe na niwaambie itakuja hivi karibuni. Tunaleta heavy duty photocopy machine ili kuongeza ufanisi katika kuchapa mitihani, ili watoto wetu waweze kupata speed test kama zipo pamoja na mitihani mbalimbali. Aliyekuwa mbunge wa jimbo la Gongo la Mboto, kaka yangu wakili Jerry Silaa, nikuhakikishie nitafikisha salamu hizo na pongezi hizo, na katika yote aliyoenda kuyatimiza, yale aliyobakisha basi niachie kiporo mimi nitayatimiza.